Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi za kisiasa na hata za kiusalama pia. Na tuanzie huko jimboni Kivu Kusini ambako hali ya usalama imerejea kuwa tulivu kwa kiasi katika mji wa Kavumu, mji ulio kwenye takriban kilomita 30 kaskazini mwa Bukavu, mashariki mwa nchi hiyo, baada ya siku 3 mfululizo za mapigano makali. Mapigano hayo yaliwakutanisha waasi wa M23 RDF AFC dhidi ya wapiganaji wa Zalendo waliokuwa wakijaribu kuiteka eneo hilo la kimkakati, hasa kwa sababu ya uwepo wa uwanja wa ndege wa Kavumu. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka ndani ya M23 AFC, wanasema ya kwamba ilifanikiwa kuzuia na kusukuma nyuma mashambulizi ya Wazalendo na hivyo kuimarisha udhibiti wake katika eneo hilo linalochukuliwa kuwa muhimu kwa masuala ya kijeshi na kiusafirishaji. Na kule jimboni Kivu Kaskazini kunaripotiwa taarifa za kujikusanya upya kwa majeshi ya waasi wa M23 AFC RDF ili kwenda kujibu mashambulizi ya wapiganaji wa Zalendo ambao waliwakosesha amani kwa siku 4 mfululizo kwa kuwapiga vikali na kuwasababishia hasara nyingi kwenye shamba la vita maeneo ya Rubaya na vitongoji vyake. Kwa hiyo baadhi ya wakahaji wa kijiji cha Mushaki wanashuhudia kuona msafara wa magari ya waasi hayo ya kivita yapatayo 40 ama 40 convoy ya 40 voiture yakipita maeneo hayo ya Mushaki na kuelekea Rubaya kwenda kutia nguvu mpya. Na tukijielekeza huko mjini Kinshasa, operesheni kubwa ya pamoja iliyofanywa na jeshi la polisi usiku wa Jumamosi hadi Jumapili imesababisha kukamatwa kwa watu 94 ama 94 personnes wanaoshukiwa kushiriki katika vitendo vya utekaji nyara, wizi wa silaha na wizi wa mali, kwa mujibu wa taarifa rasmi za ndani. Kulingana na hati iliyotolewa na kamisheni ya polisi ya mkoa wa Kinshasa, waliokamatwa wanajumuisha raia 90 ama 90 civile, polisi wawili na wanajeshi wawili. Wamekamatwa katika operesheni ya mzingiro ama msako wa pamoja unaohusisha wanajeshi wa FARDC na Police Nationale Congolaise PNC. Operesheni hiyo ilifanyika katika maeneo yanayozunguka kambi ya Kokolo na kuhusisha baadhi ya mitaa katika manispaa ya Bandalungwa, Kintambo pamoja na mtaa wa Jebe katikati ya Kinshasa. Mamlaka ya usalama inatoa operesheni hii kama sehemu ya jitihada za kupambana na uhalifu wa mjini na kuimarisha usalama katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukirudi katika muktadha ama context ya vita vinavyoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nchi ya Rwanda ikitajwa kuwa ndio msababishi wa mgogoro huo, kule nchini Marekani kundi la kisheria la Marekani lamkosoa Paul Kagame kuhusu usalama wa Marekani. Kundi la kisheria la kisiasa la Marekani linaloitwa Von Batten Monegiok limemtuhumu hadharani rais wa Rwanda Paul Kagame pamoja na waziri wake wa mambo ya nje Bwana Olivier Nduhungirehe kwa kudhoofisha juhudi za amani katika ukanda wa Maziwa Makuu, na kwa mujibu wa kundi hilo kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa ya Marekani. Katika taarifa iliyotolewa kwa umma, kundi hilo linadai kuwa Kigali inazuia juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Marekani, Burundi na Umoja wa Afrika katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuhuma za kuhujumu juhudi za amani, Von Batten Monegiok inadai kuwa baada ya kulenga mwandishi wa habari Hariana Veras, serikali ya Rwanda sasa inapinga kikamilifu wapatanishi wa amani wanaohusika katika kushughulikia mgogoro wa kikanda. Kundi hilo pia linaeleza kuwa hali ya ukosefu wa utulivu inayoendelea mashariki mwa Kongo inanufaisha mitandao inayohusishwa na uchimbaji na biashara haramu ya rasilimali za asili, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Kwa mujibu wa kundi hilo la Marekani, linapanga kuwasilisha wasiwasi wake moja kwa moja kwa wajumbe wa baraza la wawakilishi na seneti ya Marekani
kutoka vyama vyote vikuu vya kisiasa. Katika taarifa yake, shirika hilo linahimiza utawala wa Trump na bunge la Marekani kuongeza msaada wa juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Burundi na Umoja wa Afrika na kuzingatia uwezekano wa kuchukua hatua za kisera dhidi ya viongozi wa Rwanda. Tunaamini kwamba Paul Kagame na watu kama Nduhungirehe ni tishio kwa usalama wa taifa ya Marekani, imesema taarifa hiyo. Ikumbukwe ya kwamba serikali ya Kigali iko nchini Kongo kwa ajili ya maslahi ya kiuchumi, ndio maana wanaua na kutekeleza ufuska mwingi na uhalifu katika mashariki mwa DRC. Ila sio Rwanda peke yake tu, hata nchini Uganda pia. Ukuaji wa kushangaza wa mauzo ya dhahabu ya Uganda unaibua maswali miongoni mwa wachambuzi wa kiuchumi. Licha ya kuwa si mzalishaji mkubwa wa dhahabu, nchi hiyo imeonyesha takwimu za juu sana katika soko la kimataifa. Mafanikio haya yamechangiwa na kupanda kwa bei za dhahabu duniani, lakini pia na biashara ya kikanda ambayo uwazi wake unatiliwa shaka. Kwa mujibu wa vyombo kadhaa vya habari vya Ufaransa, mapato yatokanayo na dhahabu yameongezeka kutoka dola bilioni 1.26 mwaka wa 2019 hadi makadirio ya dola bilioni 6.4 ifikapo mwaka 2025. Kupanda kwa bei ya wakia moja ya dhahabu inayokadiria dola 5,000 kwa sasa kumechochea kwa kiasi kikubwa ongezeko hilo. Leo dhahabu inachangia takriban 47% ya mauzo yote ya nje ya Uganda, ikizidi bidhaa za jadi kama kahawa na kakao. Hata hivyo, ustawi huu wa takwimu hauendani na ongezeko kubwa la uzalishaji wa ndani. Katika jukwaa la kiuchumi, naibu gavana wa Benki Kuu ya Uganda Bwana Augustus Nuwagaba alikiri kuwa dhahabu iliyosafirishwa nje ya nchi hiyo si lazima iwe imetoka katika migodi ya Uganda, akisema kwamba inawezekana isiwe ni ya kwao. Biashara inayochochewa na migogoro ya kikanda, sehemu kubwa ya dhahabu hiyo inaaminika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini yenye utajiri mkubwa wa madini ya dhahabu imeendelea kukumbwa na migogoro ya silaha kwa muda mrefu. Katika mazingira hayo, uchimbaji mdogo pamoja na njia zisizo rasmi za usafirishaji nje ya nchi huchochea mtiririko wa dhahabu kuvuka mipaka bila udhibiti madhubuti. Kwa hiyo, nyuma ya takwimu za kuvutia za biashara za Kampala, kuna taswira tata zaidi ya soko la kikanda ambako dhahabu huzunguka kulingana na hali ya usalama na mapungufu ya utawala. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Zidi kuambatana nasi hapa kwenye channel yetu kwa kuzidi kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa.